kama Mkenya na pia kama mtaalamu wa masuala ya uongozi? Kama mtaalamu wa mambo ambayo yanahusika na uchumi, nadhani serikali kwa kiasi kubwa imejaribu kuhakikisha kwamba bajeti ingawa ni kubwa zaidi, wamejaribu kupunguza ile gharama ya utumizi wa fedha, sana sana bajeti ile ya serikali kuu. Naona ni kama ya mwaka jana ilikuwa karibu the same tu na mwaka huu. Tofauti ni bilioni 20. Lakini pia utaona katika hiyo bajeti kwamba ile asilimia kubwa ya pesa inatumika kulipa madeni. Na kwa hivyo hiyo bajeti kwa kikubwa haiko sawa vile, lakini pia naweza sema kuna yale mazuri tunaweza sema serikali imejaribu sana sana kuhakikisha ya kwamba yale matumizi ya fedha ya serikali haijaongezeka zaidi kuliko mwaka jana. Cha kutatanisha kidogo ni hiyo mambo ya kulipa deni, manake inachukua asilimia kubwa sana. Mwaka jana ilikuwa trilioni 1.3, sasa imefika trilioni 1.5. Na hiyo inamaanisha ya kwamba ile kiwango cha fedha ambayo tunatumia kulipa madeni inazidi kuwa kwa asilimia kuu kushinda vile mapato yetu kama nchi inaongezeka. Kumaanisha ya kwamba tusipochunga tunaweza fika mahali ambapo tutasema tumeshindwa kukadiria maisha yetu ama kulipa madeni yetu, na hiyo ni hali haifai tufikie. Kwa hivyo bajeti kidogo kulingana na yale tunayo, naona si mbaya sana. Ikilinganishwa ya mwaka jana, naona zile fikra ambazo wanazo ya kuongeza ushuru kwa wingi hailinganishi wananchi wa huku chini, isipokuwa kuna malilio sana sana kuhusu mambo ya kuweka ushuru zaidi katika utumizi wa simu. Na najua kuna wengi wamesema hiyo ni mbaya, lakini ukiangalia kwa kindani utapata ya kwamba kuna karibu asilimia 70 za simu ambazo tunatumia katika nchi yetu Kenya zenye hazijalipiwa ushuru. Zile zinalipiwa ushuru ni karibu asilimia 30. Kwa hivyo na hiyo ushuru inalipwa ni asilimia karibu 49. Kwa hivyo kama tunaweza kuwa na sheria ambayo itatumika na kila mtu atalipa ushuru na ikiwe asilimia 25, nadhani kwa kikubwa itapunguza ushuru, ingawa kwa wale ambao wanatengeneza simu hapa nyumbani watakuwa na changamoto, manake zile simu za kutoka nje itakuwa ya bei chini kuliko zile zimetengenezwa hapa nyumbani. Lakini pia takwimu inaonyesha kwamba zile simu ambazo tunatengeneza hapa nyumbani ni asilimia moja tu, 1% za zile simu zinatumika. Cha muhimu pia ni kuhakikisha ya kwamba kama hiyo sheria itapitishwa, basi lazima iwekwe mikakati mzuri ya kuhakikisha ya kwamba kila Mkenya ambaye kuna simu iwe kuna mipangilio mzuri ya kuhakikisha ya kwamba hiyo ushuru imetozwa kwa njia ambayo ni rahisi kusanya na sio mzigo kwa wananchi, na isiwe ya kuongeza bei ya simu, manake simu ni chombo muhimu sana kwa mawasiliano na hata kufanya biashara. Na inasaidia hata serikali kwa kusanya ushuru zaidi. Shukran sana Bwana Caleb Mukaya, sijui usia wako na vile ambavyo unahisi kama Mkenya na yule ambaye anatoka hasa mnaangazia sana fedha uko kwenye kamati ya fedha na ushuru. Nambari